Mwanamume mwenye umri wa miaka 45 ameokolewa baada ya kutafunwa na funza katika kaunti ya Murang'a. Francis Ngugi alikuwa afisa katika jela ya Murang'a ameishia katika maisha ya uchochole baada ya kufukuzwa kazini na kuishia kuwa fukara hohe hahe. Saida Swale ametuandalia taarifa hiyo inaonyesha jinsi dunia huwa rangi rangile. Wanachungulia katika kijumba hiki ambacho hakijakamilishwa, wakibaki wameshika matama kwa kutoamini macho yao. Hii ni nyumba ya Francis Ngugi mwenye umri wa miaka 45 anayeishi katika kijiji hiki cha Mukang'o, eneo la Murang'a. Upweke wake na umaskini ukiwa umemkaba na kumfanya kutafunwa vibaya na funza. Sadi iliyopita niliongeleshwa na wasee wa kanisa, wakaniambia huyu anaitwa Ngugi amesidiwa sana na jigas. Wakaaga dunia akawacha huku peke yake, manake dadake yule najua ameolewa mahali pengine. Sasa anaishi hapa peke yake na ako na shida sana ya njaa, hata mavazi, hata hana mahali pa kulala. Ni mtu anatakiwa kusaidiwa. Lakini hadithi iliyofichwa nyuma ya uso huu uliochoshwa na maisha ndiyo ya kutamusha zaidi. Francis Ngugi hakuzaliwa kwenye uchochole. Miaka kadhaa iliyopita alikuwa ni afisa wa magereza katika jela ya Murang'a kabla ya mfadhaiko wa akili kumkumba na kumfanya ashindwe kutekeleza majukumu yake. Licha ya hiyo, amesalia na ishara chache zinazoonyesha kuwa kazi yake angali anaikumbuka. Alitoka juu ya shida ya kimawazo, akaanza kukosa kwenda kwa kazi. Sasa akaambiwa hapa apumzike, lakini sio shida ya discipline, ni hiyo tu. It's a very, very big shame, as you can see. You can see his photo when he was a young man, very energetic. He even told you himself that he can be able even to fight, even now. But he doesn't have that power, he doesn't have that capability because of the way he has been disabled by the Jiga menace. Inadaiwa kuwa licha ya misukosuko yake ya maisha, hakupewa bahasha aliyostahili. Akiwa ameshawahi kufanya katika magereza ya Kamiti, Taveta na Kiambu kabla kuletwa katika jela ya Murang'a. Mkewe na watoto walimtoroka baada ya dhiki kuzidi, akabakia kwenye nyumba hii aliyokuwa ameanza kujenga kabla ya kufilisika kwake. The standing is that he has not been paid his dues, and that's why he's in the depth of poverty. And with poverty comes the Jiga infestation, and if something is not done very, very urgently, as a Hard Kenya, we are going to push on his names. He has given us his service number. We are going to talk to the Commissioner of Prisons to see and to get to know exactly what transpired and whether he has been paid his money. Otherwise, we are talking about somebody who served this nation and is going to die in poverty. Hajalipa bado. Hata iko wakati ilikuwa imeandaliwa mzuri, akaambiwa aende asaini. Akasema hataenda kusaini. Wakule hizo pesa hata wao watakufa tu. Kwa hiyo tuko na hakika hajapewa. Francis Ngugi akiwa na bahati ya kuokolewa kutokana na athari za funza. Kisa chake kinafichua mengi kuhusu jinsi serikali inaweza kuwapuuza watumishi wake, hasa wanaojipata kwenye changamoto hasa za afya sawa na Ngugi. Na ndilo swali sasa, ni wafanyikazi wangapi wa serikali ambao wanapitia hali kama hii, ambao masaibu yao hayajaangaziwa? Saida Swale, KTN Leo Wikendi.